Habari zenu mabibi na mabwana, ni bingwa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo nataka niwaelezee ndoto ambazo zinazohusiana na kifo. Pindi utakapoota umekufa wewe ama amekufa mtu unayemjua, unakwenda kuzikwa wewe au na wewe unakwenda kumzika mtu unayemjua, basi zote utaweza kujua maana yake siku ya leo. Ieleweke, kuna watu wakilala wanaota labda kuna mtu unayemfahamu amekufa, lakini mnakwenda kumzika. Na wewe katika mazishi hayo unajiona upo unakwenda kumzika mtu unayemjua. Kwa hiyo ukiota kwamba ni mtu unayemjua amekufa, mnakwenda kumzika, ukaenda kujua kwamba ni ishara ya jambo lolote lililokuwa linakusumbua, ambalo lililokuwa linakuletea changamoto katika maisha yako, jambo hilo linakwenda kufika mwisho, linakwenda kuhitimisha. Kwa hiyo kama wewe ni mtu umeota hivyo lakini ulikuwa na kesi, basi ukaenda kujua kesi hiyo inakwenda kuisha. Lakini kama ulikuwa una ugomvi na mtu, ukaenda kujua ugomvi huo unakwenda kutamatika. Lakini kama ulikuwa kuna matatizo kazini, ukaenda kujua matatizo hayo yanakwenda kuisha. Kwa hiyo wakati wote utakapokuja kuota kwamba kuna mtu unayemfahamu amekufa na mnakwenda kumzika, hiyo ni ishara ya matatizo yaliyokuwa yanakusumbua ambayo yanakuwa yanafika tamati, na wewe utapata ahueni na unafuu katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine ni ndoto ya kifo. Unaweza ukajiota kwamba wewe ndiyo uliokufa. Yaani wewe unakwenda kuzikwa na watu. Wewe umekufa, uko kwenye jeneza na watu wamekubeba wanakwenda kukuzika. Sasa ukiota kama wewe ndio uliokufa, ukaenda kujua kuna shida na matatizo na ziki kubwa inayokuja katika maisha yako. Kuna changamoto ambayo itakayokusumbua sana. Na mara nyingi changamoto hizi zinakuwa ni changamoto kwenye mambo ya kazi, kwenye mambo ya biashara, ama kwenye mambo ya maradhi. Unaweza kutakuwa kuna ugonjwa mkubwa unakayokuja ambao utakusumbua sana ugonjwa huo, na utakufilisi, utakumalizia mali zako, na mwisho wa siku unaweza ukakupotezea maisha. Lakini pia kama ukiota umekufa na unakwenda kuzikwa, ni ishara ya kwamba huenda kuna kesi kubwa itakayokuja ambayo itakayokusumbua, na unaweza ukapata kesi katika biashara, katika kazi, katika mambo yako mbalimbali, ama kusingiziwa jambo ambalo hujui limetokea wapi, lakini litakulalia wewe, na ukifanya mchezo utakwenda kufungwa. Kwa sababu ndoto hizi mara nyingi zinaashiria kufa wewe, inaashiria kwamba kuna jambo litakalokuja na litakusumbua sana. Na utakapoota ndoto hizi ukaenda kujua kwamba kuna watu wabaya waliokufanyia vitu hivyo, hilo ni shakilizi. Yaani ndoto hii ukiota wewe ndio uliokufa, ukaenda kujua hilo ni shakilizi, ni shambulio la kichawi. Kuna wachawi wamekutupia jambo ambalo litakuja kukuletea matatizo katika maisha yako. Na ndio maana nika mention kwamba unaweza ukapata kesi, unaweza ukapata ugonjwa, ama ukaweza kupata changamoto kwenye mahusiano, mke wako akakimbia, akakuachia familia, ukayumba kwenye uchumi, ukayumba kwenye mambo ya aina mbalimbali ambayo yatakuletea shida na miumbo katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine ni ndoto ambayo ya kuota umefiwa na mtoto wako wa kuzaa. Yaani unalala kisha unaota mtoto wako uliozaa wewe mwenyewe amekufa na unakwenda kumzika. Sasa ukiota hii, maana yake ni kupoteza, utapata hasara. Si kesi, si maradhi, lakini utapata hasara ya kuweza kupoteza kitu fulani unachokitegemea. Unaweza ukashangaa kama ni mtu ambaye unajihusisha na biashara, ukajikuta umepata hasara kubwa itakayopelekewa kufilisiwa mali zako, ama ukapata hasara kubwa itakayokufanya uweze kupata deni kubwa benki kuja kuuza nyumba yako, ama ukajikuta ukatapeliwa pesa nyingi ambao katika mtaji wako na ikaweza kukuletea changamoto, ama ukaweza kudhulumiwa na mtu uliokuwa umemwamini. Kwa hiyo wakati wote utakapopata ndoto kama hizi za kifo, otherwise umekufa wewe au amekufa mtu wako unaenda kumzika mtu unayemfahamu, ama amekufa mtoto wako, ukaenda kujua ndoto hizo zinaashiria mambo kama hayo. Kadhalika vile vile pia kama utaota umefiwa na mke ama umefiwa na mume, vile vile hiyo inakwenda katika muktadha wa ishara ya kupoteza kitu cha thamani ambacho unachokitegemea sana. Na mara nyingi vitu unavyovitegemea sana vinaweza vikawa ni vile vitu vinavyokufanya wewe uweze kupata furaha na uweze kuishi kwa amani hapa duniani. Na ndio maana nikamesheni kwamba inaweza ikawa ni biashara, inaweza ikawa ni kufukuzwa kazi, inaweza ikawa ni kupata ajali itakayokupotezea kiungo kimoja wapo katika mwili wako. Na ndio maana nasema utakapopata ndoto kama hizi usidharau. Nifanyie mawasiliano mimi Dr. Imani Mandoto ili tuweze kuchunguza. Kwa bahati nzuri mimi Dr. Imani Mandoto naweza kuchunguza nikajua ndoto hii inamaanisha nini na nini tufanye ili kuweza kuzuia hicho ulichokiona. Kama ni kitu kibaya tukazuia kwa kafara zetu za uganga wa jadi ili kisiweze kukukuta, kwa sababu bahati nzuri kila baya linalokukuta katika ndoto linakuwa lina msukumo wa nguvu ya asili na jadi katika engo ya uchawi, na sisi tunaweza kulizuia katika engo ya uganga. Ni bingwa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama, lakini nikuombe sana uendelee kusubscribe channel yetu hii, uendelee kulike video zetu ili zipate watazamaji wengi zaidi, uendelee kuzishare ili watu wengine wapate kutuona na wapate elimu kama hizi. Lakini ucomment hapo kama una lolote unataka kupata ufafanuzi, comment hapo au nipigie kwa namba yangu ya simu ya 0655942428. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.